tulipata mechi ya daraja au kiwango ambacho cha Simba na Yanga, cha Azam na Yanga walipaswa kutupa kwa mtu ambaye kupata nafasi. Azam na Simba kwa mtu ambaye kutazama mechi ilikuwa ni mechi fulani yenye hadhi ya kati. Haikuwa ya hadhi ya juu sana kulingana labda na mfululizo wa performance wa hizi team, lakini tension ya nje ya uwanja ndio iliyopelekea yawezekana yale mazingira ambayo tuliyaona jana uwanjani. Azam kuna baadhi ya moment ambazo hakuwa akicheza kwenye standard ya juu. Kulikuwa kunafanyika makosa mengi sana ambayo yalikuwa ni amateur mistakes, ambao si makosa yanayotakiwa kufanywa na klabu yenye kariba ya Azam. Lakini kadri mchezo ulivyokuwa unazidi kwenda, ulikuwa ukiangalia ile push factor ya kuitwa Simba, kuna baadhi ya moment ulikuwa huioni kwa sababu team bado ilikuwa inacheza kwenye tempo ya kawaida sana. Kulikuwa kuna unnecessary passive passes za kupasiana tu ili mradi timu ikae na mpira. Hasa tunazungumza kipindi cha kwanza, hakukuwa na ile motisha ya kusema sasa hebu tuitoe team tuende kujaribu kudisturb lango la Azam. Yawezekana kabisa ikawa ni tactical reasons kwa namna ambavyo Azam wali approach game na kwa namna ambavyo Simba wali approach game. Ukiangalia timu zote mbili zilianza na viungo ambao walikaa kwenye ile double pivot, ambao hao wote wawili ni defensive minded. Azam alikuwa na Kanut pamoja na Himid, Simba alikuwa na Kante pamoja na Kagoma. Yawezekana Kante ana uwezo sio mkubwa sana wa kupiga pasi za kwenda mbele, lakini kidogo alikuwa anaonyesha utofauti japo sio kwenye hadhi ya juu mno. Lakini kuelekea kipindi cha pili, Simba alipoanza kuifukuza game, labda kutokana na ile pressure kuongezeka, pressure kuhitaji matokeo kuongezeka, kilichotokea ni kwamba akaanza kuingiza wachezaji ambao walikuwa wana lengo la kwenda kuongeza nguvu kwenye eneo la juu. Tukaanza kuona ya sabu ya Kibu, tukaanza kuiona sabu ya kina Jonathan ambaye japo alikuja very late. Kulikuwa kuna substitutions za watu kama Selemani ambao hao wote lengo lilikuwa ni push team iende ikapate goli. Lakini sasa katika harakati za zile substitution, Simba pia akaanza kuongeza idadi ya wachezaji kwenye eneo la juu, ambapo moja kati ya wachezaji waliopanda kwenda kuongeza namba juu na kuongezeka kama mchezaji wa akiba ambao tunaoita spareman kwenye timu alikuwa ni Shomari Kapombe, ambaye yeye I think tangu msimu uliopita amekuwa ni moja kati ya wachezaji ambao wanawapa Simba faida sana kwenye mapana ya uwanja, hasa katika mazingira ya kutengeneza nafasi iwapo eneo la katikati linakuwa limezuiwa. Kwa Shomari akapanda akawa anaenda kuongeza namba eneo la juu, ambapo sasa huo ndio ulipokuwa mtego wa Ibenge kwa Matola, kwamba baada ya Shomari kwenda juu alichokifanya Florai Ibenge akaenda akamuingiza James Akaminko kwenye timu pamoja na Nasor Saadun. James alichoenda kukifanya ni kwamba Azam, kwa sababu kipindi cha kwanza hawakuwa na uwezo wa kutengeneza mashambulizi kutoka kwenye eneo la katikati, walikuwa wanategemea zaidi mipira mirefu ambayo inadondoka kwenye mapana ya uwanja, ambapo changamoto ikawa service ya mipira mirefu ikawa haiendi kwa sababu mtu anayemtegemea ambaye alikuwa ni Oro alikuwa apigi zile pasi ambazo zilikuwa zinaweza zikafika kwa ufasaha. Mama Diaby alikuwa hawezi kupiga pasi ambazo zinaweza zikafika kwa ufasaha kwenye yale maeneo ya pembeni mwa uwanja, jambo ambalo likamfanya mwalimu kumuingiza James Akaminko ambaye kidogo akaenda kuofa composure kwenye eneo la katikati, kwamba Azam walikuwa wakipata mpira wakiwapora Simba kwenye counter pressing ama wakiwapora Simba pale ambapo Simba anakuwa ameenda kuwashambulia kwa haraka, utampa pasi James kwa sababu ana hiyo composure kwenye eneo la katikati, anaweza akachezesha timu kwa pasi moja ama mbili, tayari timu inaondoka katika muundo ambao unaeleweka, sio tena kupiga pasi ndefu bali kupiga pasi fupi na timu inatembea. Hasa kumbuka Shomari amepanda, it means Nasor Saadun yeye akawa na ka free, kwamba Shomari akiwa amepanda juu, kumbuka Simba wanapopata mpira wanataka Shomari aende akaongeze namba ile eneo la juu. Azam wakipora mipira pasi ikienda kwa James, good enough, Faisal naye akaenda kutengeneza mazingira ya kukaa ule upande wa kushoto kwa sababu walishaliona gap kwenye ule upande. Kante kumbuka kuna muda akaanza kutembea maeneo mengi at least kwenda kupata mali ili aanze kuchezesha timu. Kwa eneo la nyuma la Simba likali linabaki almost na watu watatu ambao walikuwa ni Kagoma pamoja na mabeki wale wawili wakati. Mara chache walikuwa wanapewa support ya mtu kama Anthony Mligo ambaye naye kuna alikuwa zile moment ya anapanda anashuka anapanda anashuka kulingana tu na movement za mtu kama Idi Suleiman Nado. Kwa hiyo upande wa kuulia wa Simba ambao ni upande wa kushoto wa Azam ukaanza kushambuliwa na watu wawili ambao walikuwa ni Faisal pamoja na Nasor Saadun. Good enough wakafanikiwa ku coordinate, pasi inatoka kwa James Akaminko, anampa Faisal analiona eneo kubwa sana la kupeleka mali, anaiweka mali kwa Nasor Saadun. Nasor alichokuwa na ofa ni kwamba aliwakuta mabeki wawili wakati wa Simba na kiungo wao mkabaji wote hawana kasi. Kwa hiyo Nasor Saadun inawezekana akufanya vitu vya wonders sana, yeye alichokifanya kitu kimoja tu, tukimbie, tushindane, tuone nani ana mbio. Kwa hiyo Nasor akana iweka mipira kwenye space, wakishindana kwenye mbio anajikuta yeye anapata faida ya kufika kwenye mpira kwa haraka, tena akifika kwenye mpira anajikuta bado mabeki wa Simba hawajalifikia eneo lao kwa haraka kwenda kulilinda. Isaidha Azam wao watapata faida ya kukimbia na watu wawili ambao ni Jephte Kitambala labda na Idi Suleiman Nado, wanajikuta Azam wana idadi nzuri ya wachezaji wanaoshambulia kuliko
kuliko wale wa Simba ambao wanazuia. Goli la kwanza imefungwa kwa muundo huo kwamba ukimwangalia mtu kama kwenye ile goli linavyofungwa, alienda kuzuia alikuwa ni Chamu, alienda kuzuia mwamba wa kwanza alikuwa ni Wilson Nangu. Wakati ile goli linafungwa kwenye box la Simba kulikuwa kuna watu 6, JFT alikuwa mtu mmoja, lakini angalia positioning za watu wote, hamna mtu ambaye aliweza kuimatch ile kasi ya Saadun aliyeko na mpira pamoja na kasi ya JFT Kitambala kulifukuzia lango. Cutback pass anafunga JFT Kitambala. Goli la pili the same sequence, mpira unaenda pembeni, Nasor anamfukuza mtu, anakimbilia naye mpaka kwenye eneo la 18, anapopiga ile cutback cross kwenye box la Simba kulikuwa kuna watu 3, ambapo bahati mbaya sana Anthony Mligo badala ya kufanya marking ya mkimbio wa Idi Suleiman Nado, yeye akaenda kukaba eneo ambalo halikuwa hata na hatari. Amepigiwa pasi Idi Suleiman Nado, amecontrol mpira wa kwanza, wakati sasa Anthony Mligo anasogea kwenda ku close ile gap kwa sababu gap ilikuwa ni kubwa sana, akachelewa, mwisho wa siku Idi akapick eneo zuri akafunga. Umetaja eneo la Mligo Anthony, tutasaidiana kwa sababu namna ambavyo niliona haya magoli yote mawili. Kwanza ilikuwa ni siku nyingine nzuri sana kwa Saaduni katika siku zake chache ambazo huwa anaonyesha wonders, na huwa tunamtaja kama mchezaji mwenye kipaji, na hata imani pia ipo kwa sababu ana momenti zake. Utulivu, nafikiri alifuata vizuri maelekezo ya mwalimu, lakini cha mwisho ambacho kimekuwa kina miss kwa wachezaji wetu wengi ni unafanya nini. Nafikiri kuna ile nafasi alikosa Kibu ya mwisho, kwamba golikipa anakuja, umeshachukua sekunde zaidi ya 4 unaangalia chini na golikipa anakuja, hali haiwezi kuwa vile vile. Lakini kitu ambacho nikienda kwa Saaduni jana ni alikuwa ana dribble, afu kabla ya kupiga akawa anaangalia nani yupo na pigaje. Yani kama bao la pili nilikuwa nasema hapa Saaduni atapigaje, anapaswa kupiga V. Nikasema akipiga tu ndani kapoteza, na kweli akapiga V. Sasa kitu ambacho nilikuwa nakiona ni kama kulikuwa kuna kurelax hivi kwa wachezaji wa Simba, kwa sababu unajua hata Mligo, unajua namna ambavyo alikuwa anarudi kukaba eneo, yani ni kwamba huyu mtu yupo kule anasubiri, yani ndio anakuja sasa, anasubiri cross ije ipigwe. Ile defense yote, bao la kwanza unaweza kusema kwamba pasi ambayo alipiga Kaminko ilivunja line almost 3, kuanzia wale wa juu ambao walikuwa wanakaba wakati na mabeki aliyokuwa ameenda kumpress pale, maana alienda kufanya pressing wa kwanza alikuwa mwalimu akaminywa, mwalimu akabaki pale pale. Ilipopigwa ile pasi ikavunja mstari miwili ya katikati, ile akavunja mmoja. Kwenye movement pale kuna eneo lote reaction ya wachezaji wa Simba tunaweza kusema ilikuwa slow. Kwenye reaction yani goli la kwanza, goli la pili. Tukianza goli la kwanza, naweza nikaitem zaidi katika basics of defending. Yani kwenye basics of defending, Simba ile cross jana wangeweza kuizuia kwa sababu kuu moja. Unapoenda kuzuia cross kama mpo wawili kwenye eneo la 18, kikawaida na kitu ambacho kinatakiwa kufanyika ni mmoja anaenda kublock mwamba wa kwanza, ama anaenda kuizuia cross. Either utasimama kwenye mwamba wa kwanza ama unaenda kuzuia cross. Halafu mmoja yeye jukumu lake ni kudeal na mshambuliaji anayekuja kushambulia lango. Lakini angalia Simba alichokifanya, ambapo ndo tunaongelea sa reaction na zile basics defending. Ile mpira wakati unapigwa wide, Chamu kaenda ku block cross mwamba wa kwanza, very right, alikuwa sahihi kwa sababu anaenda kuizuia mpira usiingie kwenye 18. Lakini mwangalie Wilson yeye badala ya kumark mkimbio wa mshambuliaji, yeye akaenda kukaba eneo, tena eneo aliyoenda kulikaba anaenda kukaba eneo la mwamba wa kwanza ambako halikuwa na ulazima, kamwacha JFT anayefanya movement kuja kulifukuzia boxi. Mwisho wa siku JFT amefunga pale pale ambako Wilson alikuwa ameenda kusimama. Kwa hiyo ni mistake ya reaction ya mabeki wa Simba, ambapo hapa ndo tunakuja kuongelea ile aina za defenders. Kuna reactive na proactive. Kilichofanyika na mabeki wa Simba walikuwa reactive, kwamba tukio linafanyika ndio sisi tuna react kwenda kulizuia. Lakini proactive defenders ana anticipation kwamba hapa hili tukio linaweza likawa hivi, cross itapigwa cutback, ama cross itapigwa via, ama cross itapigwa katikati, ni namna gani ambavyo naenda kuizuia. Kwa hiyo kulikuwa kuna hiyo changamoto ya reaction ya mabeki kwenye goli la kwanza. Lakini pia hata goli la pili the same, kwamba mpira unaenda wide, lakini angalia mabeki wa Simba badala ya kwenda kukabana na watu, kwa sababu kwenye basic fullback unapoenda kuzuia unaangalia bega lako la kulia, bega langu kushoto, winga yangu yuko wapi, ambaye ndio mchezaji ambaye wewe kwa haraka ndiye ambaye unatakiwa kumzuia. Lakini angalia kilichofanyika pale, wakati inaenda kuzuia ile cross kwa Saadun, Wilson hapa alikuwa sahihi. Wilson kaenda kumzuia JFT Kitambala, alienda kumzuia Faisal Salum. Wakati ana mark Faisal Salum mpira ni kama ukampita. Baada ya kumpita, nani alikuwa anatakiwa kummark Idi Suleiman Nado kama sio winga, kama sio fullback wa Simba? Anthony Mligo yuko wapi? Anthony Mligo yuko mbele ya Idi Suleiman Nado, eneo ambalo halikuwa na madhara muda ule, kwa sababu hakukuwa na mchezaji wa Azam mwingine kwenye boxi. Kwa hiyo Mligo alikuwa na hiyo reaction ya taratibu, ambayo hizo reactions za mabeki wa Simba kwenye utaratibu, ambapo ndio walireact baada ya matukio, ndio kumefanya Simba ruhusa goli mbili jana. Kelele ni nyingi
kwa mechi ya jana namna ambavyo walipoteza. Hapo tumezungumzia tu matukio ya magoli namna ambavyo litokea. Kuna eneo lote Matola anabeba lawama kwa sababu mashabiki wanasema na Matola mwenyewe hatumtaki. Jana wakati anatoka pale jukwani mambo yalikuwa mengi, kuna vitu vilirushwa kwenda kwake. Rushwa makopa. Anabeba lawama yoyote kwa namna ambavyo walipoteza jana? Kuna eneo la kocha anaweza kuhukumiwa? Naona kwa asilimia kubwa alijitahidi kwenye vitu vingi. Kuanzia kwenye selection ya wachezaji na namna ambavyo alikuwa anahitaji timu yake hasa kwa kipindi cha kwanza ambacho Simba ndio inaonekana mchezo upo kwa upande wao. Ni eneo dogo tu ambalo aliweza kulikosea. Kwenye alimchagua Joshua Mutale kwenye ile viungo watatu washambuliaji, na jukumu kubwa la Joshua Mutale limeona anaupeli sana nyuma ya mshambuliaji, na mara kadhaa alikuwa anapata nafasi za kukatiza katikati ya uwanja kwa sababu kuna eneo ambalo kipindi cha kwanza Simba walifanikiwa kulitawala eneo lile. Lakini wote tunafahamu moja tatizo kubwa la Joshua Mutale imekuwa ni zao lake la mwisho. Anaweza kukimbia na ule mpira kimsho siku kaishia kudondoka tu au akaotoa mpira nje. Kwa hapo kidogo nipo ambapo unaona mtu ambaye aliweza kumweka aliweza kumwangusha. Sijui nini kinatokea kwenye uwanja wa mazoezi kwa sababu ni mchezaji ambaye ameonekana karibu kila mwalimu huwa anampa nafasi. Na mimi huwa najiuliza tu kile ambacho kinatokea uwanjani, je, mazoezini huanguki vile au apoteze mpira kama vile? Ni swali ambalo kidogo najiuliza kwa sababu huyu mtu Fadlu kamtumia. Amekuja Van Devo hapa alikuwa anampa karibu kila nafasi, mara ni mshambuliaji, mara false nine, mara cheza mawinga ya kulia. Leo hii tena kwa Matola bado pia anapata nafasi. Sio bahati mbaya maana yake. Kwa najiuliza hichi kitu ambacho nakiona kwenye michezo mazoezini huwa akitokei eneo hilo. Inawezekana Simba mechi iliyopita kwa maana mechi ya jana mtu ambaye kwa anacheza numu ya mshambuliaji kati yao ilikuwa ni Mpanzu pamoja na Joshua alikuwa na rotate. Mmoja kati ya wale au wote wawili wangekuwa na usahihi wa matendo. Sasa kwa Joshua Mutale maybe wangetoa nafasi nyingi kwa sababu kwenye kipindi cha kwanza Azam katikati ya uwanja walikuwa hapo open sana. Kwa kuna eneo kubwa ambalo mwalimu alifanikiwa sana. Kitu ambacho kilitokea kipindi cha pili kulikuwa na ulazima kwa sababu style magoli ya Simba kipindi cha pili ukiacha tu issue ya kwamba walishambuliwa transition, pia kuna eneo la wachezaji waweza kupoteza umakini. Hapa nimegusia yale matukio magoli kwenye eneo la mwisho namna gani ambavyo eneo la liko linazuia kwenye matukio ya magoli pia unapozungumza tusisahau kwamba baada ya Azam kipindi cha kwanza kupoteana mwalimu alifanya mabadiliko ambayo ndio anaenda kubadilisha mchezo kwa upande wa Azam. Hilo ni kweli, lakini sasa kuna mistake ambazo zilikuwa zinatokea kwenye eneo la mwisho namna gani ambavyo walikuwa wanaweza kwa maana ya safu ya ulinzi. Lakini ile shambulizi yale yote ukiangalia ni turnovers. Simba walikuwa na mpira, baada hapo wanapoteza mpira, wanakuja kushambulia kwenye counter attacks. Kulikuwa na kupoteza umakini kwa watu wanaocheza eneo la kiungo la Simba. Kwa mfano kwenye kama sio goli la kwanza basi ni goli la pili. Ulikuwa ni mpira wa kuwania baina ya Moise Abraham na viungo wa Azam. Lakini ni alipoteza mazingira ambayo maybe angeweza kufanya kitu bora zaidi ya kile. Na ule mpira ndo baadaye ulienda kuzaa bao. Ilikuwa goli la pili. The same pia goli la kwanza ambalo ilikuwa ni issue pia alikuwa Selemani Mwalimu anafanya marking. Kwa kuna matukio kama hayo ambayo kadi ya muda ulikuwa unazidi kwenda, wachezaji wa Simba walikuwa wanazidi kupoteza umakini kuanzia katikati ya uwanja. Maana kiambia kwa matokeo kumbeleni ilikuwa ni matokeo ya makosa ambayo yalikuwa yanafanyika tangu awali. Kwa nikichola mpango mzima wa mwalimu, selection ya wachezaji, kwa mimi alijitahidi kwa kiasi kikubwa. Na ukizingatia ni timu ambayo msimu huu ina makocha 4. Karibu kila mwalimu amekuwa akija na staili ya tofauti na maagizo pia tofauti kwa wachezaji. Kwa mimi sioni sehemu kubwa ambao Suleiman Matola kwa muda ambao amekaa na Simba kwamba labda yeye alikuwa na shida moja kwa moja ya kufanya matokeo haya. Kwenye huo msingi wa Simba namna ambavyo anaenda msajili hapa anataja makocha 4 ambao wamejaribu kuingiza vitu vyao na kila mtu alikuwa ni Matola tu ambaye hajatoa comment yoyote. Lakini kuna wengine, kuna mambo ambayo alikuwa yanazungumzwa. Jana wakati naangalia game, kuna time nilikuwa naongea na Sim na Elbo. Kuna eneo kama tukasema kinachokosekana Simba hasa baada ya performance ya kipindi cha kwanza ni touch ya mchezaji wa daraja kubwa. Yaani kwamba ile mechi Simba alikuwa na uwezo wa kuishinda, yani uwezo wa kushinda ile game kipindi cha kwanza, lakini kuna ile touch ya mchezaji wa daraja. Kuna maeneo attempt za Mpanzu unaweza kusema baba bahati tu ile imekula nguzo imefanya nini, lakini kuna ile Mkwala Mutale dakika za jioni tumetaja hapa Kibu golikipa anakuja, wewe unamiliki mpira sekunde mpaka 5 unakuja kufanya maamuzi ya mwisho ambayo lazima golikipa atakuwa amefika, uweze kupiga vile ilikuwa lazima uangalie namna nyingine. Kwa kuna ile touch fulani ya mchezaji
wa daraja la juu kuna nyakati kuonekana kama ina miss. Wachezaji wa Simba hawachezi kwenye standard ile. Hata unavyomtaja Mutale, unazunguka Mkwala, kuna touch ina miss. Ni confidence au ndio uwezo wao? Mimi naamini kwenye kikosi cha Simba sasa hivi anapitia hangover ya Fadlu Davids. Yaani hii hangover ilisababishwa pale ambapo Fadlu aliondoka akiwa hajaacha kitu ambacho mwalimu anayefuata anaweza akakitengeneza. Wakanda tutengeneza hivi. Uwezekano kama mpango mkubwa. Kinachokosekana. Kwa sababu tunavyozungumza Simba, tunazungumza ni issue nzima ya usajili. Wamekuwa kipigiwa kelele. Najua tutakuja ukasikia kaeza mashabiki. Kwa hili kundi kila mtu anakuambia Simba na timu nzuri sana. Kwa hiyo tusemeje kwamba hawa wachezaji saizi ni form tu zimeshuka au timu inavyoenda ndio inawatengenezea hiyo hangover, kuna confidence wanakosa ama ni nini? Kwa sababu yani kuna muda unaangalia unasema hapana, hiyo hangover inafanya performance za hao wachezaji zifike hatua zishindwe kukua ama washindwe kucheza juu ya viwango vyao ama wengine hata kwenye ile standard walionayo. Kwa sababu hichi kinachotokea sasa hivi, unajua kuna moment ambazo mchezaji unaweza kumwandaa tu kisaikolojia akaenda kukupambania. Yaani game ya Azam haihitaji tu ubora wa mbinu. Game ya Azam inahitaji ubora wa mbinu plus uwezo wa mchezaji mmoja ndani ya timu kuamua siku hiyo kuipambania jezi. Lakini ukiangalia matukio ya jana, mengi ilikuwa ni ile tucheze kwenye mbinu. Mbinu zikikataa basi mechi imeisha. Kwa sababu kama alivyosema Sajigwa kipindi cha kwanza Matola alifanikiwa. Lakini upande wa pili Azam wakareact. Yaani hizo ndio walivyo react mechi ikaja. Yaani hizo ndio zile moment kama mbinu ikigoma, mbinu ikisha goma, ni nani ambaye sasa ataamua kuipambania jezi? Yaani kuna muda kwa mfano game ya Yanga jana tumeangalia hapa. Waangalie Yanga jana, mbinu kuna muda ziligoma. Yaani kiasi kwamba Pedro hana kingine cha kufanya. Lakini sasa kuna wachezaji watakwambia sasa mimi naanza kuipambania. Na ni wale walioamua mechi ya Fountain. Kwamba sisi Pakome na Duke Abuya. Ni wale sisi sasa hivi tunaanza kuipambania jezi. Walishow class tu kwenye eneo muhimu. Pakome tu yani nimebadilika tu Pakome tu Abuya anatengeneza. Kuna nafikiri Simba ule ndio uwezo wao. Yani sio swala la kusema kwamba unatafuta kuna hangover fulani, kuna kitu kimemiss. Sio hangover. Maana kama ukimzungumzia Mpanzo ambaye alionyesha uwezo mkubwa kwa nusu msimu uliopita, ameshindwa kudeliver kile alichokifanya kwa msimu uliopita. Sasa hizi kidogo anajitahidi. Lakini Mpanzo ameanza kurudi. Of course. Ndio maana jana tumeona kuna attempt kadhaa ambazo kazifanya. Ikiwepo kuna rebound ambayo ilitokea, Mkwala alishindwa kuitumia. Hivyo kwa offside mechi, haikuwa offside. Haikuwa offside. Ile haikuwa offside. Maana kama angescore pale tungekauti. Lakini Mwanetu alifanya nini? Mimi ndamtazama pale palikuwa na offside. Pale kulikuwa na offside wakati Mpanzo anapiga ile mpira wakati unapigwa. Alikuwa ameshauri. Ile offside kwa shauliwa. Ile kwa offside tena angalia. Wakati mpira unapigwa Steve alikuwa mbele ya mbeki wa mstari. Ile chuma ilikuwa na mbeki wa Azam. Hapana. Serious. Yaani lingekuwa goli. Lingekuwa goli lile. Ungeona debate hapa. Yaani lingekuwa goli ndio ungeelewa. Lakini sababu sio goli. Kwa hiyo ukirudi sasa, ukijaribu kuangalia mchezaji ambaye ameamka usingizini kwa msimu uliopita, ni Mpanzo Bekani, ambaye naye anajitafuta baada ya pressure kubwa. Katikati hapa kazungumzwa sijui kama anataka kwenda Yanga aende sijui imekwaje. Zile comment of course anaziona. Ukija kwa Jecha Zaua ambaye kwa msimu uliopita kwa top scorer ligi kuu kwa goli 16 ambazo anazifunga, leo hii ni mchezaji ambaye bench linamhusu. Leo yupo, kesho hayupo, na hata akiwepo hauoni kile alichokifanya kwa msimu uliopita. Ni mchezaji ambaye tulimcount zaidi kwamba ni wa matukio. Faulo zitokee aweze kufanyaje kuweza kuamua. Mtafute mchezaji mwingine, Shomari Kapombe. Kwa wale ambao tulikuwa nao msimu uliopita. Na kwa Jenchaza au inawezekana sasa hizi timu inaonekana labda arani kwa sababu timu sio bora. Kwa sababu Jenchaza huwa ndio watu tunazungumza ni mchezaji ambaye anahitaji timu iwe bora ili na yeye acheze. Yaani hawa ni kina Mesut Ozil. Yaani kwamba timu icheze ili na yeye acheze na miguso yangu nitawapa.